Ni kweli Aslay alipotea na alikuwa amecharara na maisha yake yalikuwa kidogo yameanza kubadilika, kwa sababu kila mmoja alikuwa anaamini kwamba Aslay wa zamani na Aslay wa sasa, jamani, ni lazima utamuonea huruma. Sasa one of the biggest show katika tamasha ambalo Aslay ndani ya nchi ya Kenya 254, baada ya kukutana pia na walembo walimbwende na kushow love na kuonyesha bonge la show katika tamasha hilo, ambalo pia imeonekana kwamba Aslay nchini Kenya bado namkumbuka na bado wanamwenzi kama kawaida. Sema tu nafikiri kwa nchini Tanzania kidogo kumekuwa na changamoto ya Aslay kupata show, lakini kama kawaida kwa sasa Aslay anapiga chaka tu chaka na tayari kashainyosha ya Kenya. Sijajua kwa sasa pia anaandaa schedule gani ya kubaruza show nyingine, ambayo pia ninaamini kabisa kwamba bado mashabiki wanamkubali sana Aslay. Sema tu kuna ile kasumba ya kudharaulika kwamba hana ngoma nyingine ambayo labda itakuwa ni ngoma mpya ambayo anaweza akaruka nayo, lakini still bado Aslay ana ule utajiri wa zile ngoma ambazo tayari zilishawahi kuhiti miaka ya nyuma. Kwa hiyo mwisho wa siku anapoenda katika nchi kama ya Kongo, akienda Kenya, Rwanda, Burundi, kwa yeye inakuwa ni rahisi, kwa kuwa tayari kulikuwa na zile ngoma ambazo bado zinafanya vizuri na zimeendelea kuishi katika masikio ya mashabiki zake. Kwa hiyo nafikiri pia nisimsahau kakangu Aslay, kwa kuwa watu wengi walikuwa wanamsema, walikuwa wanamdharau kwamba kiko wapi. Leo hii Aslay amekuwa ni mtu ambaye inabidi atafute pia upenyo wa kupata kolabo na mtu kama Mbosso, lakini ukiangalia miaka ya nyuma Mbosso ndo alikuwa na changamoto ya kufanya kolabo na Aslay, kwa kila mmoja alikuwa anamvimbia mwenzake. Ukiangalia miaka ya nyuma Aslay alikuwa anamvimbia Mbosso kani, kwa sasa Mbosso anamvimbia Aslay. Maisha ni kama gwaridi, wa kwanza anakuwa mwisho, wa mwisho anakuwa wa kwanza. Hii ndo tafsiri na hili ndo funzo.